katika nchi ya Rama. Huyu mtu alikuwa ni msufi, na katika eneo hili kulikuwa na kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Elikana Eli, na kulikuwepo na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Elikana. Elikana aliweza kuwa na wake wawili, mke wa kwanza akiitwa Hana na mke wa pili akiitwa Penina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipomfuatilia huyu mtu, anasema Elikana alikuwa ni mtu tajiri. Elikana alikuwa ni mtu mwenye uwezo katika lile eneo. Elikana alikuwa na ushawishi mkubwa. Elikana alikuwa ni maarufu katika eneo hilo, na hivyo huyo Elikana aliweza kuwa na mali nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Nitambo nahisi kama haijakaa vizuri, kama ninatumia nguvu kubwa zamani, kama nakusumbua. Kwa hiyo sasa, kutokana na hivyo aliweza kuoa. Unaposoma Biblia ni lazima uisome vizuri. Hakuoa wake wawili kwa mkupuo, alimuoa Hana, na huyu Hana alikuwa ni mke wa kwanza. Na huyu Elikana, Biblia ninaposoma historia yake, anasema Elikana alikuwa ni mcha Mungu. Bado hujanielewa. Elikana hakuwa muuaji. Elikana hakuwa mzinzi. Elikana alikuwa ni mcha Mungu, na kwa sababu yake aliweza kumuoa mtu mmoja ambaye anaitwa Hana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Hana, katika kuendelea katika maisha yao, walitarajia waweze kupata mtoto, na katika jamii ya kale mtoto ilikuwa ni jambo la muhimu sana. Mtoto ilikuwa ni hazina, na hasa mtoto wa kiume. Sasa katika kuendelea, kila siku wanakesha, wanaimba sifu Mungu wa neema, enyi viumbe vyopote wa juu pia. Sasa wanasema sasa kila siku tunaimba huu wimbo msifu Mungu wa. Sasa tumsifu kwa nini? Maana hata mtoto hatujapata. Siku zinazidi kusonga, siku zinazidi kuendelea. Najaribu kupiga picha hapa. Huenda Elikana kaanza kufikiria pale ambapo sisi tutaweza kufariki, hizi mali nani atakayerithi? Sasa na kutokana kwa kutokuzaa Hana, anasema Elikana aliamua kwenda kumwoa mke wa pili ambaye alikuwa anaitwa Penina. Let me tell you, ni kweli alikuwa mwaminifu wa Mungu. Ni kweli katika Biblia tunaona watu wengi wakiwa wanaoa, akina Suleiman na watu wengine, lakini in fact ya kwamba Biblia hairuhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Na ndio maana pale mwanzo anasema akamfanyia mwanamke wa kufanana naye, hakusema akawafanyia wanawake. Kwa hiyo kuwa na wake wengi sio fundisho la Biblia. Biblia inasema kila mtu na awe na mke wake yeye mwenyewe, na hatakiwi Bwana Yesu asifiwe, awe na mke wake yeye mwenyewe. Sasa taniuliza, mbona Waislamu wanaoa wake wengi? Kila dini ina mikakati yake. Waislamu wanaoa wake wengi na wanasema sio dhambi, na wanajitafutia vifungu vya kuwasapoti. Ni kwa sababu mission yao ya kueneza utume ni kuoa wake wengi na kuzaa watoto wengi. Kwa hiyo unapokuwa ukioa mke wengi kwao ni furaha, unapokuwa ukizaa watoto wengi ni furaha, maana ndani ya Uislamu unaendelea kuzalisha uzao baada ya uzao. Ndio maana population ya Waislamu hatuoni wakisimama katika kuhubiri Injili, lakini wao ni kuzaliana, lakini population yao inakuja kwa kasi kubwa tofauti na sisi. Kwa nini? Wanaoa wake wengi. Lakini kuoa wake wengi, kuwa zaidi ya mke mmoja ni kosa kabisa. Akamuoa, na anapoingia ndani ya familia anamkuta mke mwenzake huyu Penina, anamkuta hana mtoto. Kila siku ana huzuni, hana mtoto, anaumia. Huenda alikuwa anamuomba Mungu, na katika kitabu kile cha Wazee na Manabii anasema Hana alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu. Kwa hiyo alikuwa akiomba siku baada ya nini wapendwa? Ya siku.
haoni matokeo. Huenda hata akafikia time akaimba mpaka lini Bwana utakaa mbali, umetuchosha moyo kuja. Utatujia lini ili tufurahi? Mpaka lini Bwana? Kwa nini nimekuwa nikikutii? Kwa nini nimekuwa nikikutolea sadaka? Kwa nini nimekuwa nikikuabudu katika roho na kweli? Kwa nini hata leo sijapata mtoto? Mpaka lini Bwana? Na huenda katika ibada ya leo wapo watoto wa Mungu wanasema, mpaka lini Bwana utakaa mbali na familia yangu? Mpaka lini Bwana ugonjwa nilio nao nitaendelea kuteseka? Mpaka lini Bwana watoto wangu watakuwa ni wanyapongwe? Kwa nini Bwana mpaka lini utakuja kunitoa katika mateso? Maana watoto wangu sasa wamekuwa wavuta bangi. Mpaka lini Bwana? Penina akadumu katika kumcheka, akawa anamnenea maneno mabaya, akawa anamtukana, akawa anamtolea usuda, maana yeye ana uwezo wa kuzaa. Na Hana akaendelea kuumia ndani ya moyo wake. Huenda alikuwa anatamkiwa kama maneno mengine ambapo anatamkiwa watu na mama mkwe ambapo hawazai, unajaza choo na maneno mengine mengi, umekuja tu kula ugali tu hapa wa kaka yetu na maneno mengine mengi. Lakini huyu Elikana akaendelea kutii sheria ya Mungu, akaendelea kubaki kuwa mwaminifu, akaendelea kubaki kumtazama Mwokozi. Hakukata tamaa na wala hakuangalia nini maneno ambayo watu wengine wanasema. Hana hakujali anafanyiwa nini, kwa sababu alijua kimbilio lake lipo kwa Mungu peke yake. Alijua shida yake haitatuliwi kwa kuanza kushindana na hawa watu. Yaani sina sababu ya kuanza kushindana na hawa watu. Sihitaji kupigana naye. Mimi shida yangu ni kumwambia Yesu, maana Yesu ndiye ambaye ni kimbilio langu. Huenda katika ibada ambazo walikuwa wanasali kila siku, huenda walikuwa naimba, akaendelea kuimba na kuimba ya kwamba omba sana asubuhi, omba sana na mchana. Watu wamechoka. Jana nilikuwa siku ya Sabato. Kuna wengine wanaenda kazini, mzee wa kanisa. Na inabidi uangalie, huenda kuna watu Jumamosi wanaenda kazini. Fika siku ya Jumapili wanakuwa wamechoka sana. Huenda aliendelea kuimba huu wimbo akiwa na matumaini. Huenda alikuwa anaomba asubuhi, huenda alikuwa anaomba mchana, huenda alikuwa anaomba na jioni na Bwana ili aweze kusikia sauti ya maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea kuomba. Siku moja wakaenda katika kumtolea Mungu na kufanya ibada hekaluni. Na hii siku ilikuwa ni sikukuu. Maana anasema ya kwamba walikuwa wanaenda mwaka baada ya mwaka. Kwa hiyo katika mwaka kulikuwa kuna sikukuu. Na kulipokuwa na sikukuu, watu walikuwa wanaenda na sadaka zao. Watu walikuwa wanaenda kumtolea Mungu sadaka za shukrani, kama nasi ambapo huenda tumekuwa tunatoa sadaka za shukrani kwa mwaka. Na hao ndio ambao nao walikuwa wanatoa hizo sadaka. Walipoenda kutoa, naposoma historia nasema siku hiyo kulikuwa kuna mvinyo pia, wengine walikuwa wanakunywa. Na ndio maana sasa wakati wamekaa, walipomtazama Hana ni kana kwamba amekunywa. Kwani alikuwa anaongea maneno yake
katika moyo wake. Alikuwa anaongea. Sasa huyu kuhani anamuuliza, mpaka lini utaendelea kuzoelea kileo? Mpaka lini? Na ilikuwa ni asubuhi hii anamuuliza. Kwa hiyo kuhani alidhani ya kwamba amelewa kwa ule mvinyo, lakini in fact yeye alikuwa anapeleka shida zake kwa Mungu wa mbinguni. Alikuwa anapeleka shida zake kwa Mungu wa mbinguni. Na sikia ombi hili analoliomba Ana. Sikia ombi hili ambalo analiomba Ana. Pause kidogo ili uweze kuweka attention, ambalo ndilo ombi ambalo hata wewe mwenyewe utambue jinsi gani ya kuomba. Katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 11 anasema, akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Haleluya! Wala wembe hautamfikia kichwani kamwe siku zote za maisha yake. Nadhiri, Hana anaweka nadhiri kwa Mungu wake, ikiwa Mungu utalisikia teso la mjakazi wako, utasikia ombi langu, tazama naweka nadhiri kwako. Mungu anasema usinisahau. Na hili ndilo jambo ambalo tunatakiwa kumwambia Mungu, usinisahau. Katika jioni ya leo mwambie Mungu usinisahau. Haijalishi unapitia nini, Mungu ni kweli anakumbuka, lakini je, wewe unafanya nini? Mwambie Mungu usinisahau. Na anasema ukinipatia mtoto, sio mtoto tu, ukinipatia mtoto wa kiume. Kwa nini anasema mtoto wa kiume? Kwa Mwebrania watoto wa kike walikuwa hawahesabiki kana kwamba watoto, na hivyo hata mali walikuwa hawarithi, na katika kuhesabiwa kwao walikuwa hawahesabiki. Na ndiyo maana hata katika Biblia inasema akalisha wanaume 5,000 mikate na samaki. Hawataji watoto wala wanawake, hawakutajwa. Kwa nini? Mtoto mwanamume kwa Mwebrania alihesabika kama mkombozi katika jamii, na mtoto wa kiume kwa Mwebrania alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo wakizaa mtoto wa kiume walikuwa wanatarajia huenda atakuwa kiongozi, hata kama hawi kiongozi katika jamii, lakini pia atakuwa ni kiongozi katika familia. Na ndio maana anasema sio mtoto tu, ukinipatia mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapomwomba Mungu tunatakiwa kumwambia kabisa, mwambie kabisa mtoto wa kiume. Na anasema nitakutolea wewe atakaa hekaluni kila siku. Kabla haujazaa mwambie Mungu, ninaomba unipatie mtoto huyu, ninatamani aweze kuifanya kazi yako. Ninaomba unipatie mtoto huyu ambaye atawasaidia wagonjwa kule hospitalini, ambaye atawaonea huruma, hata kula rushwa kama wengine wanapokula rushwa. Mwambie Mungu, nipatie mtoto huyu kwa kusudi fulani. Kitabu kinaitwa Child Guidance anasema ya kwamba sehemu ya kwanza ya mtoto kupata mafunzo ni nyumbani. Yaani mtoto wako asiende eti anatoka nyumbani akiwa mtupu,
halafu nasema anaenda kupata mafunzo shuleni, eti anaenda kupata mafunzo kanisani. Sehemu ya kwanza ya kumlea mtoto wako na kumfundisha ni nyumbani. Wazazi, baba na mama, wana jukumu la kuweza kuwalea watoto. Wanatakiwa kumfundisha mtoto kuwa na heshima, wanatakiwa kumfundisha mtoto kuwa na utii, wanatakiwa kumfundisha mtoto au anaheshimu watu wengine. Nyumbani ndiyo sehemu ambayo ilikuwa inapaswa kuweza kumfundisha mtoto wako, na hiki ndicho ambacho nawaambia watu wa Nanamanga ya kwamba fundisheni watoto wenu tangu wakiwa nyumbani. Hamjasema amina? Ndio maana wanaenda huko mashuleni kirahisi tu wanageuzwa kuwa mashoga. Nimekuwa nikifuatilia sana kuhusu ushoga kiundani. Pata muda siku nitawaambieni. Kuna mambo ya kutisha sana hapa duniani. Unamwacha mtoto anaenda huko, hafundishwi na watu wa dunia. Sio kwamba wanampenda, wanamfundisha vitu wanavyohitaji kumfundisha, lakini kile kitu ambacho wangetakiwa wafundishwe, watoto wanakosa. Leo hii mzazi kabisa amekaa ametulia, wanapiga stori, wanapiga umbea, huenda wanasukana, lakini sio hapa, maana hata hivyo ndani hawasuki. Kwa hiyo wamekaa huko, mtoto anasikia wanapopiga umbea, wanapotukana matusi, na mzazi yuko hapo. Sasa unashangaa katoto kadogo ukikutana nako ni kanatukana matusi ya ajabu, kana kwamba kenyendo kametunga misamiati hiyo mipya ambayo imetoka. Kanatukana matusi kweli kweli. Ukija kufuatilia kwa wazazi wake, unagundua mzazi wake ana shida, na hasa wamama, lakini sio wamama wa huko. Maana wamama ndio ambao wanakana mtoto mara nyingi, ndio ambao wanamkumbatia mara nyingi mtoto. Kwa hiyo mama, wewe una jukumu la kuweza kumfanya mtoto awe katika njia iliyo njema au njia ambayo ni mbovu. Leo hii nyumbani tumeweka TV kubwa na tumewapatia watoto flash. Nendeni library huko, ingizeni movie. Sizungumzii kuangalia TV ni dhambi, ila nielewe vizuri. Ingizeni movie huko. Kwa hiyo mtoto akirudi nyumbani, akifika anakaa hapo, anaanza kuangalia movie. Inapofika saa 2 muda wa maombi, naomba tuzimeni kidogo tusali. Kusali kwenyewe unamwambia wewe mwenye kuendesha hii lesoni, jaribu kuisummarize. Jaribu kutumia dakika 10 tu. Maana watu sasa wamechoka, wanahitaji kulala. Dakika 10. Na mwishoni huyu anayeongoza lesoni akikaribisha michango, watu hawataki kutoa michango. Maana wanaona kana kwamba muda unaenda. Wanamaliza kusali, mtoto anaendelea kuangalia movie. Huyu mtoto amerudi shuleni. Na aliporudi shuleni hakuna kashughuli kokote ambako amefanya. Mzazi hajampangia, haujamwambia afanye homework huyu mtoto. Lakini naamini sio wa kanisa hili, ni wale wengine. Ninyi mnafundishwa. Kwa hiyo mtoto anakulia katika makuzi ambayo hayampendezi Mungu. Ukimwambia kaa kusimulia movie, anaanza kusimulia kipande cha kwanza hadi kipande cha 20 pasipo kukosea. Na hao jamaa walivyokuwa wajanja, wameziweka hizi movie ziwe za vipande vipande, sio lisali moja sasa. Ziwe za vipande vipande. Kwa hiyo leo utaangalia kipande cha kwanza hadi cha 10. Na leo wanaishia pale ambapo huyu jambazi alitakiwa apigwe risasi. Sasa huyu askari ambaye anatakiwa kumpiga risasi jambazi, anapotaka kushuti, movie inaishia hapo. Ili kuweza kupata mwendelezo, tufuatilie siku ya kesho. Kesho ikifika, unatamani ujue yule jambazi ni kweli alipigwa risasi, na kama alipigwa risasi ni kweli alikufa. Unaenda kuingiza vipande, na kesho yake vitaisha, utaendelea. Kwa hiyo unakuta huyu mtoto amejaza movie kichwani mwake, hajajaza neno la Mungu. Hana alikuwa anamfundisha mtoto wake jinsi ya kuweza kuenenda
Wamama, katika jioni ya leo na watolea wito ya kwamba fundisheni watoto wenu katika malezi yaliyo mema. Hakupambana na huyu Hana, maana alijua sihitaji kumwambia hata maneno mabaya. Huenda alijua wimbo huu, hasha maneno mabaya yasitoke kinywani, mimi zisichafuke. Nanipendeni kama mwanzo alivyotupenda. Nanipendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Muda unafika, Hana anaweza kuzaa. Anapozaa anaanza kumlea mtoto wake vizuri. Huenda hapa Penina akaanza kumwangalia kwa ubaya. Aliendelea kudumu kumtegemea Mungu, na kabla hajazaa huyo Elikana anasema aliendelea kumpenda Hana, maana alikuwa anampa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu ya pili, ninaposoma hilo ya unabii, anasema alikuwa anatoa kana kwamba anampatia mtoto, maana alikuwa na matumaini ya kwamba lazima mtoto atakuja kupatikana. Na ni kweli, kwa sababu kile mtu anachoamini ndivyo itakavyokuwa. Kila ambacho naamini moyoni mwako ndivyo itakavyokuwa. Ushindi unapatikana. Hana anamshangilia Mungu, na hata mwisho anaamua kumtoa mtoto katika hekaluni, katika hekalu anampeleka. Huenda wakati anampeleka aliimba, yote natolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo kwa hiyo najitoa, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wake ushinda. Na sasa amekufanikishia, mwambie yote na kutolea, yote na kutolea, moyo wangu ni wake. Wapendwa, yote namtolea Mungu. Katika familia yako huenda umekuwa ukisuasua, katika familia yako huenda watoto wako wamekuwa